yaqbalu at-taubata an ibadihi, anakubali tauba kwa waja wake, wayafu an as-sayyi'at, na anafuta yale madhambi, wayaghfiru adh-dhunuba al-'azimata lit-ta'ibina, na anasitiri madhambi kwa wale ambao yalikuwa makubwa, lit-ta'ibina, kwa wale wenye kutubia, wal-mustaghfirina wal-munibin, na wenye kutaka msamaha kwa Allah na wenye kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ash-shakuru alladhi yashkuru al-qalila min al-'amali, na yeye ndio shakur. Hayo pia ni katika asmaullah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio ash-shakur, yeye ndio mwenye kushukuru, alladhi yashkuru al-qalila min al-'amal, ambaye anashukuru matendo machache ambayo yamefanywa na waja wake. Wayazidu ash-shakirina min fadlihi, na anazidishia wenye kushukuru kutokana na fadhila zake. La in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru mimi Allah nitakuzidishieni. Wayasifunahu bima wasafa bihi nafsuhu. Kwa hiyo sasa amehama katika mlango wa majina. Kwa hiyo mpaka hapo tumepata majina mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni nani? Yeye ni Allah. La kwanza hilo. Yeye ni nani? Yeye ni al-Khaliq, yeye ni ar-Rabb. Yeye ni nani? Yeye ni al-Khaliq, muumba. Yeye ni nani? Al-Bari, ya nne hilo. Yeye ni mtengenezaji. Yeye ni nani? Al-Musawwir, ya la tano, mwenye kutia sura. Kama ilivyokuja kwenye Qur'an, huwa al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-asma'u al-husna. Hayo majina yamekuja kwenye Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Ar-Razzaq, yeye ndio mtoa riziki, ni la sita hilo. Al-Mu'ti, yeye ndio mwenye kutoa kuwapa waja wake. Yeye ndiye mwenye kutoa kuwapa waja wake. Tunatakiwa tufahamu hayo ndugu zangu. Hayo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana kuyafahamu. Yeye ni nani? Al-Mu'ti, yeye ndiye mwenye kutoa kuwapa waja wake. Hilo ni jina la ngapi? La sita. Yeye ndiye anayetoa bila hisab, wama bikum min ni'matin famin Allah. Lakini pia jina la saba, yeye ndo al-Mani', ndio mwenye kuzuilia. Yamna'u ma yasha'u min an-ni'am, anazuilia anachokitaka kutokana na neema. طيب, lakini vile vile yeye al-Mudabbir, yeye ndiye anayepangilia mambo yote katika mbingu na ardhi, duniani na akhira. Yudabbiru al-amra, anapangilia mambo yote kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Lakini yeye ndo al-awwal, yeye ndo wa mwanzo. Al-awwal, yeye ndo wa mwanzo, jina lingine hilo la Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo al-awwal, yeye ndo wa mwanzo. Alladhi laysa qablahu shay, ambaye hakuna kabla yake chochote. Lakini vile vile yeye ni nani? Al-akhir, yeye ndio wa mwisho. Alladhi laysa ba'dahu shay, ambaye hakuna baada yake chochote kile, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Al-Dhahir, yeye ndiye ambaye yuko juu, la shay'a fawqa, hakuna kitu kicho juu yake. Al-Batin, yeye ndiye aliyezunguka kila kitu, la yudrak, yeye hazunguki na waja wake, bal yudrik ibada, yuhitu ibadahu biilmi, yeye ndiye anayezunguka waja wake kwa ilmu yake, anajua mambo yote yaliyofichikana. Hayo ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ni nani? Al-Ali, jina lingine hilo. Yeye ni Al-Ali, yeye ni mwenye kuwa juu. Al-Ali, ambaye yuko kila kitu. Inna Allaha alimun bidhati, sabbih isma rabbikal a'la. طيب, lakini vile vile yeye ni nani? Al-Ghani, ni tajiri, mkwasi, ambaye hahitaji chochote kwa waja wake, hakuna anayemhitajia. La yahtaju ila ahad,
hahitaji kwa yoyote. Ayuha an-nas antumul fuqara ila Allah, enyi watu ni mafakiri kwa Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, na yeye Allah ndio aliyetajiri. Lakini vile ar-rahim, yeye ar-rahim, mwenye kuwahurumia viumbe wake, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, ambaye rehema zake zimeenea kwenye kila kitu. Wa rahmati wasi'at kulla shay, na huruma yangu mimi Allah imeenea kwenye kila kitu. Bali yeye nani? Al-hakim, yeye ni mwenye hekima. La yaf'alu illa ma huwa hakim, hafanyi isipokuwa kilichokuwa cha hikma. Inna rabbaka hakimun alim, Mola wako mlezi ni mwenye hikma na mwenye ilmu. Bali yeye ni at-tawwab, yeye nani? At-tawwab, ni mwenye kuwapokea waja wake pale wanaporudi kwa Allah baada ya madhambi waliyofanya. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, Allah ni mwenye kuwapokea waja wake na mwenye huruma. Bali yeye ni al-afu, yeye ni al-afu alladhi ya'fu an khataaya ibadihi, ambaye anafuta madhambi ya waja wake, wala yuaqibuhum alayhi, na wala asiwadhibu juu yake. Wallahu ghafurur rahim. Pia yeye ni al-ghafur, yeye nani? Al-ghafur. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwenye kusitiri madhambi ya waja wake. Ash-shakur, bali yeye pia ni ash-shakur alladhi yuthibu ibadahu ala a'malihi, ambaye anawalipa waja wake juu ya matendo ambayo wameyafanya, hata kama akawa ni madogo machache, kama alivyotafsiri Sheikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, inna Allaha shakurun halim. Allah ni shakur, ni mwenye kushukuru, anashukuru matendo au anawashukuru waja wake hata kama wakafanya matendo machache. Hayo ni baadhi ya majina ya Allah tabarak wa taala ambaye ameyataja al-Sheikh katika risala hii. Baada ya kumaliza kutaja majina kadhaa, takriban majina si chini ya 20, ameingia sasa katika masala sifat. Ameingia sasa katika masala nini? Sifat. Baada anaelezea nini? Usulul iman. Akasema wayasifunahu, na wanamsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wayasifunahu, na wanamsifu Allah subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsahu, kwa yale ambayo Allah ameisifu nafsi yake kwa hayo. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na kwa yale ambayo mtume wake amemsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo majina. Min as-sifati adh-dhatiyya, kutokana sifa za kidhati, sifa za kidhati, sifa ambazo anazo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake. Kal hayati kamila, kama vile uhai uliokamilika. Hiyo ni sifa ya Allah tabarak wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, yeye ndiye mwenye uhai ambaye anajisimamia yeye mwenyewe. Al-hayy, al-hayy, al-qayyum, anajisimamia yeye mwenyewe. Was-sam'i, na kusikia. Wal-basari, kuona. Wa kamali al-qudra, na ukamilifu na uwezo uliokamilika. Wal-'azama, na utukufu. Wal-kibriya, na ukubwa. Wal-majdi. Hizo ni nini jamaa? Hizo ni sifat. Was-sam'i, na kusikia. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia, hiyo ni sifatun min sifati Allah ta'ala. Anasikia kila kitu katika mbingu na katika ardhi, na yale yanayopita katika vifua vya waja wa Allah. Inna Allaha sami'un, Allah ni mwenye kusikia. Basirun, mwenye kuona. Hiyo ni sifa nyingine. Al-basar, kuona. Basarullahi ta'ala shamilun li jami'i al-makhluqat, kuona kwake Allah ni kwenye kukusanya, ni kwenye kujumuisha viumbe vyote, hapafichikani kwake yeye Allah chochote. Inna Allaha sami'un basir.
lakini pia al-qudra, uwezo. Allah na uwezo wa kila kitu. Hiyo ni sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile al-'azama, utukufu. Allah ni mtukufu katika dhati yake, mtukufu katika sifa zake, mtukufu katika vitendo vyake. Yeye ni mkubwa Allah kwenye kila kitu. Al-kibriya, pia kibriya. Kibriya maana yake ni sifatul 'azama wal maqamul 'ali, ni sifa ya utukufu na daraja la juu kabisa. Allah ni mwenye utukufu na aliye juu kushinda kila kitu. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Binamsabihi Allah yote iliyo katika mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala. Al-majid, kadhalika al-majid, sifa al-majid. Al-majid maana yake uluwu al-makana, sharaf, ni utukufu uliokuwa hali ya juu. طيب لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الجلال، الجلال ina maana ya al-'azama wal-haiba, utukufu na kuogopwa ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. طيب الجمال, pia uzuri. Allah ni mzuri kwa kila kitu, mzuri katika dhati yake, sifa zake na vitendo vyake. Alhamd, kuhimidiwa na kusifiwa kwa sifa nzuri, ni sifa yake Allah tabarak wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hizo ni baadhi ya sifat sifatu Allah subhanahu wa ta'ala adh-dhatiyya, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala za kidhati. Wa min sifati al-af'ali, na miongoni mwa sifa za vitendo, al-mutaalliqati, zenye kufungamana bimashiatihi, na matakwa yake, wa qudratihi, na uwezo wake. Karrahma, kama vile huruma, waridha, na kuridhia, wasukhti, na kukasirika, walkalami, na kuzungumza. Hizi ni sifatu fi'liya, ni sifatu fi'liya, ni sifa za kitendo za Allah tabarak wa taala. Anafanya zinakuja sifa hizi muda anaotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yatakallam bima yasha, Allah anazungumza anayoyataka, kaifa yasha, na kwa namna anayotaka. Wa kalimatuhu, na maneno yake yote, la tanfadu wala tabid, hayaishi na wala hayakomi. Wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghayru makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, na kwamba hakika Qur'an ni maneno ya Allah, minhu bada, na wala hajaumbwa, minhu bada'a,